Ni mwendelezo wa I Am The System na hii ni sehemu ya pili ninayekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Msikilizaji, naomba kutoa angalizo. Simulizi hii ni ya kufikirika, haihusiani na maisha ya mtu yoyote wala taasisi yoyote wala mamlaka yoyote. Lengo lake ni kukuburudisha tu na yani kutoa burudani kwa wewe msikilizaji. Kwa hiyo majina ya mahali na maeneo halisi yamewekwa na mtunzi Fabian Babuya kwa lengo la kutia uhalisia kwako wewe msikilizaji. Kwa hiyo tunasonga mbele. Sehemu ya kwanza tuliona ya kwamba rais baada ya kupewa taarifa kuhusiana na wale mateka wawili, sasa aliona ngoja aende akapate maelekezo kutoka kwao, lakini sasa maelekezo kutoka kwa mateka wa kwanza inaonekana ni hakutaka kutoa maelezo yoyote anayotakiwa kuyatoa, na mbaya zaidi rais amepewa taarifa ya kwamba mtoto wake anatakiwa kuuliwa. Sasa rais akauliza kwamba nani amepewa hiyo kazi ya kumuua mwanangu ni nani? Aliuliza kwa sauti ya juu ambayo iliumiza masikio ya Bwana Zamba ambaye ni mateka, lakini badala ya kujitetea alianza kucheka kwa sauti kubwa akimwangalia rais usoni. Sasa rais mwenyewe alipaniki na kupoteza uwezo wa kuiendesha akili yake mpaka akajikuta anampiga bwana huyo risasi ya kichwa kwa sababu alionekana kama anampigia makelele tu. Kwa hiyo alitoka na akaelekea kwenye chumba kingine, kwani kama aliyakosa maelezo kwa bwana huyo, mwenzake ndiye atakuwa nayo maelezo ya kutosha ya kwenda kuyajibia vizuri na kumpatia kinagaubaga. Sasa huyo mwenzake, je, atatoa taarifa? Na huyo mwenzake ni nani? Tusonge mbele msikilizaji. Basi alitembea haraka haraka mpaka ndani ya hicho chumba, ambapo baada tu ya kuingia humo ndani aliona walinzi wake wakiwa wanahaha huku na huko kumwamsha bwana ule ambaye alizimia. Rais akiwa amepagawa kwa mshangao aliona mwanaume yule akishuka chini na kutulia tuli. Mlinzi mmoja alimgusa shingo yake na kutambua hakuwa hai, alikuwa amekufa. Rais hakuwa anaelewa nini kilitokea mpaka alipoambiwa bwana yule alitaka kumeza kidonge chenye sumu. Mlinzi mmoja akamwahi, lakini wakati mlinzi ule anamtoa kile kidonge mdomoni, alivuta kisu kutoka kwa mlinzi na kuikata mishipa ya damu kwenye mkono wake, ambapo alianza kuvuja damu kwa muda kidogo. Hivyo wakati anashtukia jambo hilo walikuwa wamechelewa, ndio maana alipoteza maisha. Alitukana kwa sauti na kutoa amri walinzi wote ambao walikuwa mle ndani waweze kuuawa, kwani lile jambo lilimfanya kuwa na kazi mpya ya kuwapata wale watatu ambao waliamini angewapata kirahisi kupitia wale wawili ambao alikuwa nao kwenye mkono wake. Sasa msikilizaji, tuelekee katika kijiji cha mizimu inayoishi waliozikwa zamani, yani umbali wa kilomita 100 kutoka ilipokuwepo barabara kuu ambayo ilikuwa inaunganisha mikoa mingi ndani ya taifa la Tanzania, ndiko ambako ilikuwa inapatikana hiyo sehemu. Ilikuwa ni safari ndefu kutoka mahali ambapo ulianzishwa mkoa mpya ambao ulifahamika kwa jina la Morogoro. Eneo hilo lilikuwa limetawaliwa na misitu na mapori ya kutisha. Ni sehemu ambayo miaka ya mwanzo walikuwa wakiishi watu wa zamani na familia zao kabla ya kuja kwa mapinduzi ya teknolojia na watu kuanza kuhamia sehemu ambazo zilikuwa na huduma za kijamii. Kwa hiyo kwa wakati huo eneo hilo lilikuwa limetelekezwa tu kwa miaka na miaka, hali ambayo ilifanya kuanza kutisha. Miaka ya mwanzo eneo hilo lilikuwa likitumika kama sehemu ya kitalii, lakini kutokana na mazingira yake yalivyokuwa ilianza kushindikana. Hivyo kila mtu akawa anaogopa kwenda huko kwa sababu kulitisha kupita maelezo. Ndio sababu ambayo ikaja kuifanya sehemu hiyo kusaulika kama vile haikuwahi kutokea. Sehemu hiyo licha ya kwamba watu hawakuwa na habari nayo tena, hususan baada ya miaka mingi kupita, haikuondoa maana ya kwamba kulikuwa na watu ambao waliwahi kuzikwa huko. Bado nafsi za watu ziliendelea kupumzika kwenye hilo eneo la mbali ambalo litumika miaka mingi kuweza kusahaulika kwenye vichwa vya watu. Hivyo ikawa ni kama haikuwahi kutokea kwenye maisha ya mwanadamu. Licha ya hilo, lakini kulikuwa na makaburi hilo eneo. Makaburi ambayo hayakuwahi kuwa na nyasi wala kuvamiwa na hali yoyote mbaya. Yote yalikuwa yamesakafiwa vizuri na ni masafi, ikiwa ni dalili ya uwepo wa mtu ambaye alikuwa anatunza eneo hilo, japo kwa mazingira yalivyokuwa ilikuwa ni ngumu kwa mtu kuweza kuishi eneo la hatari
na ambalo lilitisha kama hilo. Msikilizaji, aisee, eneo hilo lilikuwa ni tulivu sana. Ni sauti za ndege tu wa mwituni ndizo ambazo zilikuwa zikisikika, zikilifanya kuwa na sauti angalau, kwani bila hivyo muda mwingi ukimya wa kutisha ndio ambao ulikuwa umetawala. Mita 100 kutoka ilipokuwepo hayo makaburi, kulikuwa na mtu ambaye alilala juu ya mti. Alikuwa ametengeneza kitanda ambacho kinabembea taratibu kumbembeleza aweze kulala kwa amani kutokana na upepo safi ambao ulikuwa unapiga nyakati za mapema jioni, wakati ambao kiza kilikuwa kimeanza kuingia. Alionekana bwana mmoja ambaye alikuwa anaendana na yale mazingira ambayo alikuwepo yeye. Bwana yule alionekana kuchoka kwa mavazi ambayo alikuwa nayo, lakini mwili wake ulisadiki tofauti. Kwa mavazi ambayo yalikuwa mwilini mwake, alionekana kuwa ni mtu wa zamani. Alijitanda kwa ngozi na vitu vya asili, huku kwenye mguu wake akiwa amevaa kiatu ambacho kilionekana kuwa na ngozi ya chui kwa nje. Mwili wake ambao ulituniana ulitosha kumfanya kuonekana kama ni mtu ambaye muda mwingi aliokuwa akiutumia huko alikuwa akifanya mazoezi hatari. Lakini hilo halikumfanya kuutoa uhalisia usoni mwake. Ngozi ilikuwa ikionekana kuwa nyeusi na ngumu, lakini uso wake ulikuwa umelainika kiasi. Ni yeye pekee ambaye alitambua siri ya hayo mambo yake ambayo yalikuwa yakiendelea. Akiwa amejilaza hapo, kuna kitu kiligonga kwenye ngoma ya sikio lake. Akafumbua macho yake kwa kasi kana kwamba alikuwa amekoswa kuuawa. Kile kitu ambacho kilimgonga ilikuwa ni hisia ya kuhisi hatua za watu kutoka umbali kadhaa. Alitulia kwa sekunde 15 akiwa kimya kusikiliza ni kitu gani hasa kilikuwa kinamjia eneo hilo. Alikuwa ameishi kwa muda mrefu msituni, hivyo alikuwa anazitambua hatua za wanyama wote ambao waliishi mwituni, kiasi kwamba kama ni wao ndio walikuwa wanaenda huko angelitambua hilo, lakini haikuwa hivyo, bali alitambua walikuwa ni watu na zile hatua ambazo alizihisi hazikuwa ni za wema. Alisikiliza kwa makini ni wapi ambako zilikuwa zinatokea. Baada ya sekunde zingine 15, alijigeuza akadunda kwenye miti mitano tofauti, kisha akatua chini kama alikuwepo hapo muda mrefu na kupotelea nyikani. Mita 50 kutoka alipokuwepo wale makaburi, kulikuwa na watu 10 ambao walikuwa wanasogea sehemu ile. Walikuwa wamegawana pande mbili tofauti, yani wakiwa kwenye makundi mawili, huku wakiwa na tahadhari kubwa kuelekea ile sehemu. Aliwaona kwa mbali wale watu wakiwa wanasogea kwenye ile makaburi. Ni kweli kuna mtu anaishi hapa? Haiwezekani makaburi ya miaka na miaka yawe safi namna hii, tena eneo kama hili ambalo limesaulika kwenye historia ya taifa hili. Kumbuka tu mambo yanasadikika ni kiumbe hatari na muuaji ambaye hata sura yake haitambuliki, hivyo tunapaswa kuwa makini zaidi ya hapa tulivyo sasa hivi. Basi sawa, tunapaswa kumuua au kumkamata? Lengo letu ni kuondoka naye akiwa hai, lakini kama itashindikana kabisa, basi tunatakiwa kumuua, kwa sababu watu wa namna hii hawatakiwi kuendelea kuishi kwa nyakati kama hizi. Msikilizaji, maelezo yao kwenye redio zao yaliishia pale pale. Kila mtu akawa makini na ule upande wake, huku sasa wakaendelea kuyasogelea yale makaburi kwa makini. Ulisikika upepo ukivuma upande wa wanaume 5 ambao walikuwa wamepishana kwa hatua kadhaa tu. Kila mtu alikuwa anatazama kwa makini ule upepo ulikuwa umetokea wapi, mpaka pale ambapo mmoja aliona kuna tunda aina la apple likiwa linakuja upande wake. Hivyo akalidaka na kushangazwa na tunda ambalo lilikuwa nene na limenona kupita kiasi. Alijisahau kama alikuwa vitani pale. Akaanza kulitamani. Hivyo akawa analipeleka kinywani, ila wakati analila kuna mwenzake alitaka kumzuia. Kwa bahati mbaya kasi yake ya kuongea ikawa ndogo kiasi. Yule bwana alibaki amesimama vile vile, hali ambayo iliwafanya wote kugeukia kuangalia alipatwa na nini. Ndipo akatambua kuwa shingo yake ilikuwa imetoboka na kitu ambacho kilimtoboa kilipotelea kwenye majani. Alishuka taratibu, huku lile tunda nalo likishuka likiwa limegawanyika sehemu mbili. Walimfuata pale chini na kugundua ni mshale ndio uliotoboa ile shingo. Hivyo mmoja akafunua majani na kukuta umejisimika kwenye mti. Aliuvuta na kuangalia, akagundua ulikuwa na sumu ndani yake. Hivyo akageuka kumwangalia yule mwenzake, ndipo akatambua mwili wake ulianza kuwa mweusi. Wote waliangaliana na kutawanyika haraka, kwani kuendelea kurundikana sehemu moja ndiko kungewaponza zaidi.
Ulisikika mlio wa risasi mara moja ukakoma. Wote 9 walikimbilia lile eneo. Hawakumkuta mtu wao zaidi ya mwenzao mmoja ambaye kichwa chake kilikuwa kipo kwenye miguu yake, yani kilikatwa. Sasa walipeana ishara ya kutawanyika wawili kwenye makundi manne, kwani kugawanyika moja ilikuwa ni hatari kwa upande wao zaidi. Wawili ambao walikuwa kwenye nguo nzito walianza kuhisi kama kuna mtu anawafuata kwa nyuma. Walipeana ishara na kugeuka pamoja, ila hawakuona mtu. Ndipo zikasikika hatua kwa nyuma. Waligeuka tena haraka zaidi ya mwanzo, wakapishana na mtu wao katikati, akasimama nusu hatua kutoka alipokuwa. Kwa mara ya kwanza walikuwa wanamuona mtu ambaye walikuwa wameenda kumuinda kwenye hilo eneo. Alishika upinde na mishale miwili kwenye mikono yake, huku kiunoni akiwa amechomeka kisu kwenye ngozi ambacho bado kilikuwa kinavuja damu. Sasa ukiwa anajiandaa kumshambulia kwa risasi, aliutupia upinde wake mgongoni na kutelezea kwenye majani, ambapo aliibukia nyuma yao na kujigeuza kwa nguvu kubwa. Alidundisha mkono mmoja chini, akaruka mpaka kwenye mti, akarudi kwa goti ambalo lilitua kwenye kifua. Sasa ule bwana alitupa bastola yake huku akipiga kelele za maumivu na kumwaga damu za kutosha. Mwenzake alizunguka kwa mguu mmoja huku sasa akiwa anajaribu kupiga risasi, lakini ule mkono ambao ulishika bastola ulibutuliwa na lile ngozi la chui kwenye mguu. Mguu wake ulipanguliwa, akapigwa na ngumi kama kuna shoti hivi lipita, akayumbia mpaka kwa mwenzake. Walitaka kwenda pamoja. Bwana yule alivuta upinde na mishale miwili ambayo aliiachia kwa pamoja. Aliyekuwa na bahati ulitoboa kwenye kifua, ila mwenzake ulitoboa kwenye jicho na kutokezea nyuma. Ndipo akautupa ule upinde, akashika kisu, akazama upande mwingine ambako aliamini walikuwepo wale mabwana ambao walikuwa na hao wenzao aliokuwa amewaua kwa wakati huo tayari. Kiza kilikuwa kimeanza kutanda, hivyo wale mabwana walikuwa wanatembea na tochi, na ni jambo ambalo lilimfanya yeye kujua kirahisi walikuwa wapi. Aliona wawili wakiwa wamepeana migongo kulindana wakiwa wanamuinda. Alipiga mruzi tena kwa sauti ya chini tu kuwapa taarifa ni wapi alikuwepo kwa muda ule. Wote walienda wakiwa wanakimbia kwa kasi ili kumwahi. Aliwaibukia wakiwa wanaelekea kule bwana. Kisu kilitindua shingo mmoja, na yule mwingine ambaye aligeuka kuangalia hali ya mwenzake alikatwa kuanzia kwenye shingo yake mpaka kwenye sehemu za siri, hadi hakufanikiwa kutoa neno japo moja kwenye kinywa chake. Akiwa anaanza kutembea taratibu, alihisi kuna kitu nyuma yake, ila anataka kugeuka tu ilimsaidia kuinama upande mmoja, akapishana risasi. Haikuwa moja tu, bali ulikuwa ni mwanzo wa risasi nyingi ambazo zilirushwa kuelekea kwake, hali ambayo ilimfanya kukimbilia kwenye majani, huku wale watu wawili wakiwa wanamfuata kwa nguvu. Yaani zilirushwa risasi nyingi mpaka zikawaishia, wakabaki wanatembea kwa tahadhari kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kushambulia kwa silaha tena. Waliingia sehemu ambayo ilikuwa na majani makavu, wakiwa na zile tochi zao, wakawa sasa wanatembea kwa tahadhari, ila walisimama. Mbele yao alikuwa amesimama yule bwana akiwa amewapa mgongo wake. Ni kama alitambua hawakuwa na silaha tena, hivyo walitakiwa kujitetea ili waweze kuishi, huku akiwa hawajui wale watu ni akina nani hasa, mpaka wakaja kumshambulia pale. Alipogeuka ni kama walianza kumuogopa kwa sababu hakuuliza zaidi ya kutembea kama alikuwa anatumia mashine kwenye miguu yake. Mguu wake ulikita kwenye shingo ya mwanaume aliyekuwa kulia kwake, yeye mwenyewe akapokea ngumi ya koromeo. Alimeza mate yake, akajisahau, akajikuta ananyanyuliwa na mguu akiwa hewani, akapigwa na buti ambalo lilimrusha, lakini hakutua chini, akajigeuzia hewani na kurudi pale pale ambapo walikuwepo wale mabwana. Mguu wake uligusa kwenye mfupa wa mguu wa yule mwanaume ambaye alimpiga na buti lake. Alikosa balance yule bwana, akashuka na kukutana na kisu ambacho kilitoboa mdomo wake mpaka kikatokezea kwa nyuma. Alikivutia kule nyuma kwa sababu kilikuwa ni kisu ambacho kilikuwa na makali kote. Sasa yule mmoja alisogea nyuma haraka akihisi angeweza kupona. Alifuatwa kwa kurushiwa majani. Wakati anataka kukimbia, bwana yule alizunguka kwa nguvu mpaka nyuma ya mtu, akajikuta sasa anagongana naye uso kwa uso. Alidaa kwa kichwa, kikabamizwa kwenye mti mpaka kikapasuka. Sauti ilisikika tena, ni sauti ya mamlaka ikisema kwamba simama hapo hapo, vinginevyo nakupiga risasi. Sauti ile ilisikika kutoka nyuma yake kumtaka asitikisike.
alitambua ni wale wawili wa mwisho ambao walikuwa wamesalia, na hao ndio alikuwa na shida nao kubwa sana, kwani walitakiwa kumjibu kwamba ni akina nani na ni nani aliwatuma eneo hilo. Alijifanya kama anatii ile amri, akiwa sasa anaanza kunyosha mikono juu, ila alikuwa anaangalia ni wapi ambapo walikuwa wamesimama wale watu. Alimwona mmoja akiwa amekaa kizembezembe pembeni na silaha yake. Alinama kwa kasi, akarusha kisu chake ambacho kilizama kwenye paja la yule bwana, hali ambayo ilifanya hata ile taa yake na bastola kudondokea pembeni, huku bastola sasa ikiwa imepiga risasi bila mpangilio. Ule muda bwana yule aliutumia vyema kuweza kuteleza kwenye yale majani na kuzunguka mpaka alipokuwepo yule mwanaume ambaye alikuwa akivuta kile kisu ili sasa akitoe, lakini kwa sababu wakati sasa anaendelea na zoezi hilo, alishtuka baada ya kutambua nyuma yake kulikuwa kuna mtu. Alitaka kugeuka ila hakupewa hiyo nafasi baada ya uti wa mgongo kuvunjwa na kile kisu kikavutwa kwa nguvu. Mwenzake ambaye bila shaka alikuwa kiongozi ule msafara alinyoosha silaha yake kutokana na mwanga wa taa ambayo ilikuwa imeanguka, akakuta kisu kikiwa kwenye shingo ya mwenzake, huku sasa akiwa ameshikiliwa kwa kuwa hakuwa na uwezo hata wa kujishikilia mwenyewe, hasa baada ya uti wake wa mgongo kuweza kuvunjwa. Alitishia kama anashambulia kwa risasi, lakini hakufanya hivyo kwa sababu angemuua mwenzake. Alishuhudia mwenzake akichinjwa kama kuku, huku yule bwana akiwa amemkazia macho yake. Aliamua sasa kushambulia hivyo hivyo akiwa anasogea na kuvuta bastola nyingine, ila risasi zote ziliishia kwenye mwili wa mwenzake, ikawa ni tofauti na vile alivyokuwa anataka yeye. Aliona ule mwili ukija upande wake, alirudi nyuma na kuupiga kwa mguu, ukatua pembeni. Muda ambao aliutumia kuupiga ule mwili ni muda ambao yule bwana aliutumia kumfuata yeye alipokuwepo. Mguu ulikuwa unakuja kiunoni, akarudi nyuma kasi. Akiwa sasa hajakaa sawa, mkono ulilenga shingo, akawa ameukwepa, ila alisahau miguu. Alipigwa mtamo mzito, akadondokea kwenye majani, na wakati sasa anafika chini alikutana na mguu wa uso ambapo mdomo wake ulichanika, huku yeye mwenyewe akiwa anaburuzika, ambapo ilibaki kidogo tu kichwa chake kikite kwenye jiwe kubwa. Akafanikiwa kujigeuza na kusimama akiwa anayoseka kwa maumivu makali. Sasa yule bwana alitupa kisu kwa dharau na kumtaka mvamiaji wake asijihisi kuonewa. Alienda taratibu baada ya kuona mwenzake alikuwa na hofu, hasa baada ya kupigwa. Alitembea kwa kasi. Alipomkaribia, bwana yule alirusha mikono miwili yote kwa nguvu mpaka pale alipojihisi shoti ya mwili. Mikono yake ilikuwa miepesi sana, ndipo akatambua ilikuwa imechanwa na wakati ule ilikuwa ikivuja damu. Muda huo sasa alitambua kwamba aliingizwa cha kike, kwani mwenzake alikuwa na silaha nyingine kiunoni ambayo aliitoa na kumfanyia ule ukatili. Aligeuka na mguu wake ambao aliurusha kwa hasira zote na kukutana na kile kisu ambacho kilitoboa kiatu na kuzama kwenye unyayo, hali ambayo ilimfanya kupiga makelele kwa uchungu, lakini hakuwa mwisho. Mguu ule ulidakwa vizuri, goti likagawanywa sehemu mbili. Aliachiwa akadondoka kwenye majani. Sasa mguu ulifuatia, akapigwa na mguu kama mtu ambaye anashambulia, kisha akapata penalty, hivyo akapigwa kwa uchungu mpaka bwana yule akaenda kujibamiza kwenye mti. Akiwa hajameza hata mate, alikwepa mguu ambao ulibandua gome la mti baada ya kumkosa. Kisha mwanaume yule akashuka naye mpaka ambapo kisu kilizama kwenye ardhi, kikipita karibu na jicho na kuacha jeraha dogo tu pembeni, ikiwa na maana ya kwamba kama bwana yule angemtaka yeye akiwa amekufa, basi angekuwa amemuua mpaka muda ule. Sauti yake nzito kwa mara ya kwanza iliweza kusikika, ikiuliza kwamba mlijuaje kama nipo hapa? Sasa ule mtetemo ambao ulikuwa unasikika ndio ulimfanya bwana ule atambue alifanya makosa kuwepo ile sehemu kwa muda kama ule. Tuwepo melekezo kuja hapa na nani? Na mtu ambaye tumjui. Yaani umekuja kumtafuta mtu ambaye humjui? Pia umetumwa na mtu ambaye humjui? Sisi tunafanya vitu ili kulipwa. Kila mtu hapa duniani anafanya haya ili kulipwa. Hebu tuokoleane muda. Mimi sijalala kwa kipindi cha muda mrefu, umesikia? Mlijuaje nipo hapa? Na nani kawatuma kuja kuniua? Ambali tumfahamu, tulipata ramani hapa, maelekezo na maagizo ya kwamba tuko kamate na tuondoke na wewe, lakini kama ikishindikana tukuue. Alafu baada ya hapo mlitakiwa kunipeleka wapi? Hatujui. Kwani usika walisema wangekutafuta mwenyewe. Wewe ni nani? Naitwa Jengo Mzinga. Nani?
naitwa Jengo Mzito. Sasa mbona unanichanganya? Mimi unanifahamu bwana Jengo? Hapana. Sasa kwa nini unakubali kutafutana na watu ambao hata wafahamu? Ni aina tu ya maisha ambayo naishi. Sikuwa na namna kuikataa kazi hii, maana nilikuwa nahitaji. Unahisi kwa nini ambao wamekupa kazi hawajaja wao? Kwa taarifa zao ni kwamba hawakuwa na uhakika kama kweli ile eneo litakuwa na mtu. Unamaanisha waliwatuma nyie kama chambo kuhakikisha hilo, si ndio? Ndio. Inaonekana hawakuwa na imani na mtu ambaye aliwapatia taarifa. Unajua ni kwa nini mimi naishi huku nikialinda haya makaburi na kuyatunza? Hapana mkuu. Kwa sababu babu yangu alizikwa huku. Haya ni makaburi ya asili yangu. Watu wangu ambao waliwahi kuishi hii sehemu ndiko asili ya babangu mzazi. Sikuwahi kulitambua hilo kwa miaka ya huko nyuma. Ila siku ambayo nilifanikiwa kulijua jambo hilo, niliamua kuja huku. Ubao wa maeneo kama haya akikosa watu wa kujitolea kama mimi, huwa anapotea kwenye historia bwana Jengo. Kwa miaka ambayo nimekaa huku, kama ningesema ni aacha ya makaburi, mpaka sasa angekuwa sehemu ya pori hili. Na hakuna mtu angekuja kujua kwamba kuna watu walizikwa huku. Hivyo naishi huku kuweza kuilinda asili yangu. Sasa mimi na wewe wote tunaweza kushangazwa ya kwamba mtu kama mimi ambaye ninalinda makaburi ya asili yangu, kwa nini kuna watu wanataka niuawe au wananihitaji kwa gharama kubwa kama hiyo? Huenda wewe unalinda makaburi, lakini hakuna mlinda makaburi wa kawaida anaweza kuwa kama wewe. Wewe sio mpiganaji bali ni muuaji. Kama ni muuaji wa kutisha namna hii, maana yake lazima kuna maisha mengine umewahi kuwa nayo mbali na haya. Na huenda aina hayo maisha yako mengine ndio yanafanya watu wakihitaji wewe. Baada ya huyu jamaa kuzungumza hivyo, yule mwanamume alitabasamu. Aliambiwa ukweli na Jengo kuhusu kuwa na maisha mengine nje ya yale ya kuwa mlinda makaburi, ambayo alidai kwamba yalikuwa ya asili yake, tena porini ndani kabisa msitu. Hakuna binadamu ambaye angepoteza maisha yake ya ujana kwenda tu kulinda makaburi ya asili yake bila kuwepo na sababu kubwa ama ya muhimu nyuma yake. Hivyo ni lazima kulikuwa na mengine makubwa zaidi ya yale ambayo yeye alikuwa anaelezea. Sasa na Jengo alitambua hata ile simulizi ya kwamba yalikuwa ni makaburi ya mababu zake yalikuwa ni ya uongo. Uenda upo sahihi kijana. Lakini sio kweli kwamba utaweza kulijua hilo kwa siku ya leo. Kwani nataka ufahamu. Akiwa hajamalizia vizuri sentensi yake, alirukia mbali baada ya risasi kuzama kwenye kichwa cha yule bwana. Ilionekana kwamba kulikuwa na watu wengine hiyo sehemu. Kuna sura moja mwanamke mrembo ambaye alikuwa kwenye mavazi meusi. Alionekana akisogelea ile sehemu kwa tahadhari kubwa na bastola yake mkononi, lakini akiwa anatembea alihisi kitu chenye joto shingoni. Kilikuwa ni kisu chenye damu. Bwana, mtolee kisu hicho bwana, usije kunipaka damu kwenye shingo yangu nzuri. Ni sauti ambayo ilitoka kwa mikogo kutoka kwa yule kisura ambaye hakuwa na pressure wala wasiwasi wa kuwepo ile sehemu. Ilona, yule bwana aliita kwa mshangao akiwa haamini, huku akijitoa kwenye mwili wa yule mwanamke. Walionekana kufahamiana zaidi ya sana. Unapaswa makini zaidi, usije ukaanza kutua mpaka sisi sasa. Wewe nini kimekuleta hapo? Unahitajika makao makuu. Nini kinaendelea? Mzee Damas na Lake umeuawa. Unamaanisha nini kusema umeuawa? Lake alikuwa anampelekea orodha ya wale viongozi ambao walitakiwa kupandikizwa kwenye nafasi za juu serikalini. Ndipo watu hao wakawa wamepata taarifa hizo, wakawavamia na kuwaua wote. Na hiyo orodha vipi? Wanayo wao. Kwa maana hiyo tumewapoteza watu wawili. Ndio. Nini kinaenda kutokea sasa? Rais anaenda kufa. Halafu alitakiwa afe, lakini wameona sio sahihi kumuua yeye kwanza, kwani anatakiwa kupitia maumivu makali ambayo amewasababishia Watanzania. Yaani unataka kusemaje? Anatakiwa kufa mtoto wake kwanza. Halafu baada ya hapo watakuwa kwenye maumivu makali, na ndipo wataanza kuwawa watu wake wa karibu moja moja, ili ajifunze kwa vitendo, na ambao watakuja kusoma historia ya taifa ili waje wajifunze kwa namna ngumu na kuwafanya wasije kuanza kuwa kama yeye. Baada ya hapo na yeye atauawa. Sasa kama ni kumuua yeye, kwa nini inahitajika kwa sasa? Kwa maelezo yako sijaona kama kazi yangu inatakiwa kuanza muda huu. Unajua kuna watu ambao watakodiwa kutoka nje ndio wanatakiwa kumuua mtoto wa rais. Kwa kuwa sisi hatutaki kuanza kujionyesha mapema, lakini kwenye hizi kazi huwa sio sahihi kuamini watu kwa asilimia zote. Na ndio maana wewe unahitajika kama ikitokea kuna makosa yamefanyika. Kwa hiyo tunawasiliti ndani tayari. Hata mimi nahisi hivyo, kwani haya matukio ni kama yanafuatana hivi. Ni watu wa kuhesabika ambao walikuwa wanajua kuhusu ile orodha.
Alafu muda huo watu wamepata taarifa ya kwamba mimi nipo huku. Haiwezi kuwa bure, kuna mtu ambaye anatumaliza taratibu ndani. Nadhani ni muda sasa kwenda makao makuu Jacob. Aliambiwa bwana ule ambaye tayari tumemfahamu anaitwa Jacob, ambaye hata historia yake aliipika kudanganya kuhusu uwepo wake kwenye yale makaburi. Naam. Upande wa Morogoro, maeneo ambapo ni kwa wabarikiwa, pande za milimani, katikati ya mlima mmoja ambao uliunganishwa na milima mingi, kulikuwa na bonde kubwa kiasi na refu kushuka chini. Eneo hilo lilitawaliwa na maji ya kutosha pamoja na mandhari nzuri ya kuvutia ambayo kwa mbali kila mtu angeitamani, lakini hakuna mtu ambaye angethubutu kusogelea maeneo hayo kama angekuwa anapenda maisha yake kweli. Ni eneo ambalo lilikuwa na utulivu mkubwa kwa masaa yote 24 ya siku. Hakukuwa na makelele wala harakati za kuwafanya watu kuzungukia huko. Hivyo ni kama watu walijitenga mbali na maeneo kama hayo ambayo hayakuonekana kuwa na faida kwenye nyakati kama hizo. Lakini wakati ambao dunia ilikuwa ikiyakana maeneo kama hayo, kuna watu waliyageuza kuwa makazi yao ya siri. Ilikuwa ni sehemu ambayo kuna watu walikuwa wanaishi huko kwa usiri mkubwa kiasi kwamba taarifa zao za kupatikana huko zilikuwa kwenye mikono ya watu kadhaa tu ambao walikuwa wapo hai kwenye uso wa dunia. Wabarikiwa ndio ulikuwa utambulisho wa hao watu, yani wabarikiwa. Wao waliamini kuwa ni watu ambao walibarikiwa kuweza kutekeleza majukumu ya kuhakikisha ulimwengu unakuwa salama. Yalikuwa ndio makao makuu ya hao watu ambao dunia haikuwa ikiwatambua kama wapo ama walikuwa na mipango gani, ikiwemo sababu ya kuanzishwa kwa makazi hayo, na huko ndiko yule Jacob na bibie Ailana walikoishia. Ile safari yao ya kuhitajika makao makuu kwa sababu ya dharura ambayo ilikuwa imetokea ilikomea huko. Walifika usiku wa manane, hali ikiwa ni tulivu. Ni maji tu yakitiririka kwa mbali ndio alikuwa yakisikika kwenye ngoma za masikio yao. Walisimama kwenye mti mmoja mkubwa ambao baada ya mionzi kupita ulijigawa katikati, wakaingia pakajifunga kama mwanzo. Ndani kulikuwa kuna lifti ambayo ilikuwa inafunguka kwa kutumia sura ya mtu ambaye ni mwenyeji. Walifanikiwa hilo na kushuka mpaka chini ambako walikutana na watu kadhaa wakiwa wanawasubiri kwenye chumba maalum cha mkutano. Sasa ule mlinzi wa makaburi hakuwa tena hovyo kama mwanzo, bali kwa wakati huo alikuwa amevalia suti safi kabisa ambayo ilikuwa inampendeza vilivyo. Sasa kuna bwana mmoja aliongea kama analazimishwa hivi. Umri wake kidogo ulikuwa umesogea, lakini alikuwa mgumu bado. Alisema ya kwamba Jacob, tumepata taarifa ya kwamba umevamiwa. Jacob akajibu kwamba ndio kiongozi, ambao umenivamia hata wanijui wala hawajui ambao waliwatuma kule. Wewe unamaanisha nini? Wale walilipwa tu na kupewa maelekezo ila hawajui lolote. Na umejuaje kama upo kule? Nadhani kuna mtu tu kawapatia taarifa kuhusu mimi. Yaani unataka kusema tuna msaliti ndani yetu? Sitaki kwenda huko moja kwa moja, ile hisia zangu zinaniambia hivyo, kwani isingewezekana wao kujua uwepo wangu kule. Lilikuwa ni jambo la siri kubwa. Unataka tufanye nini sasa kutokana na hilo bwana Jacob? Hili nitalifuatilia mwenyewe. Kwa sasa nasubiri maamuzi ya mimi kuitwa hapa. Umepata taarifa? Ndio kiongozi. Unatakiwa kurudi ndani ya jiji la Dartop kwa sasa. Kiongozi, huoni kama nitakuwa nimewahi sana kurudi mjini kwa sasa? Hayo ni maagizo kutoka kwa bosi moja kwa moja. Basi wote mle ndani waliangaliana kwa muda kwanza. Hawakuwahi kukutana na huyo bosi zaidi ya kusikia tu kwamba alikuwa anatoa maagizo fulani. Sawa, ni kipi ambacho natakiwa kukifanya? Hebu tupisheni ndani, nataka kubaki na Jacob pekee. Basi wote waliamua kutoka kwa sababu maelezo mafupi ambayo yalitolewa pale hayakuonyesha kama walikuwa wanahitajika kwa wakati ule. Bwana Jacob, unahisi ni sababu ipi ambayo ilitufanya sisi kuwepo? Kwa sababu ya kuhakikisha tunailinda nchi. Vizuri sana. Unaelewa tunatakiwa kufanya nini kulisaidia hili taifa? Ndiyo naelewa. Kwa sasa watu wetu muhimu wawili wamekufa, ikiwa na maana ya kwamba hao watatu muda si mrefu nao wanaweza kufa. Sasa una kazi kubwa mbili za kwenda kufanya jijini kwa sasa. Kazi ya kwanza ni kuhakikisha unawalinda hao watu wetu, na kama ikishindikana kuwalinda kwa muda huu, basi
hakikisha unayabadili majina kwenye zile kodi. Yaani siku akija kutambua ni akina nani, yale majina yawe ya watu wengine. Hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili ni kwamba ni kufuatilia kwa karibu kuhakikisha mtoto wa rais anauawa. Ila kumbuka, hawa watu ambao wanalipwa kufanya hii kazi hawatakiwi kukufahamu kiundani au kutufahamu sisi, kwani hakuna namna tutakutana nao, ila hakikisha hili zoezi linakamilika kwa ukubwa na ukamilifu bila kufanya kosa hata moja. Sawa, nimekuelewa kiongozi, ila haya mambo kwangu bado hayaji akilini. Hawa watu hizi taarifa zetu wanazipatia wapi? Ndio maana ile jambo nimetaka kuzungumza na wewe ana kwa ana wakati msaliti anatafutwa. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kujua mimi na wewe tumekubaliana nini wala kujua unaenda kufanya nini ndani ya jiji. Na kama kuna watu wataingilia hili ambalo ninalifanya vipi? Maana yake unatakiwa kuwaua, lakini haitakiwi kubakisha ushahidi hata kwa bahati mbaya. Vipi kuhusu uchaguzi? Hilo lina mipango yake, ila kwa sasa unatakiwa kwenda kufanya kila ambacho nimekuelekeza hapa na unatakiwa kwenda usiku huu. Sawa kiongozi. Basi bwana huyo ambaye ni Jacob alianza kuondoka, lakini alisimama na geuka. Akaambiwa kwamba bosi anahitaji kukutana na wewe. Jacob akajibu ya kwamba unamaanisha nataka nimuone sura? Akajibiwa ndio, utapewa maelekezo ukiwa huko. Basi alibaki ameduaa kwa sababu ilikuwa ni ajabu. Hata siku moja hakuna mtu wao ambaye alipata bahati ya kukutana na kiongozi huyo ambaye ndiye alikuwa nyuma ya hao watu ambao walikuwa wanajiita wabarikiwa. Sasa msikilizaji, najua utakuwa umesikia neno Dar in Top. Hii inamaanisha kwamba ni ndani ya jiji la Dar es Salaam. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha. Wale waoga ambao walipenda kupata visingizio vya uvivu ili wasifanye kazi, kwao ilikuwa ni shangwe kubwa, kwani walipata sababu nzuri sana ya kutokutembea. Wakati baadhi ya watu wakiona kama ni sababu ya msingi ya wao kusimamisha shughuli za msingi kufanyika, mambo yalikuwa tofauti kwa baadhi ya watu, kwani waliamini masaa 24 yalitakiwa kutumika ipasavyo bila kujalisha hali ambayo ingekuwepo kwa wakati huo. Sasa bwana mmoja alitisha kwa kumwangalia. Alionyesha kuwa mtu mwenye yani ni kama mtu mwenye namna yake tu, lakini mavazi yake ndio yangejaza hofu kwenye macho yako kama ungepata nafasi ya kuweza kumuona mbele yako. Nguo nyeusi juu mpaka chini ziliukamilisha muonekano wake. Alikuwa na gloves ambazo ziliendana na zile nguo zake. Kwenye kichwa alikuwa amepiga pama kubwa jeusi tu ambalo lilikuwa limefunika vyema, huku usoni akiwa sasa amevalia barakoa. Usingefanikiwa kumfahamu yeye ni nani bila kuamua kukuonyesha yeye mwenyewe. Sasa mwendo wake ulikuwa ukisindikizwa na begi jeusi ambalo alikuwa nalo kwenye mkono wake. Alitembea kwa makini lakini kwa kujiamini vilivyo, huku sasa koti lake kubwa ambalo lilifika mpaka kwenye miguu likiwa linapunguza maji ambayo yalikuwa nashuka kutoka angani. Upande wa barabarani magari yalikuwa yakipishana kwa kasi kubwa. Hali iliruhusu kila mtu kuwepo nyumbani kwake, kuwa pamoja na yule ambaye ampendaye. Hivyo mitaa haikuwa rafiki kwa nyakati hizo, ila kwake ilikuwa ni tofauti, kwani licha mvua hiyo kuwa kali namna hiyo, bado alienda kuketi kwenye benchi kubwa ambalo lilikuwa umbali wa mita 50 kutoka barabarani, sehemu ambayo ilikuwa na bustani safi. Ni eneo ambalo walikuwa wanalitumia watu mida ya jioni kupumzika na kupumzisha akili, hasa wanapokuwa na wale ambao waliwapenda ama kuna mambo wanakuwa wanayapitia kwenye maisha yao. Dakika 2 baadaye kuna mwanamume mwingine ambaye alivaa nguo nzito nzito ambazo ziliendana na lile buti lake alionekana kusogelea ile sehemu. Yeye hakuvaa kitu usoni. Alikuwa ni aina ya wale watu ambao wana asili ya Afrika japo hakuonekana kuwa Mwafrika moja kwa moja. Yeye aliketi na kutazama kule alikotoka, hivyo wakawa wamepeana migongo. Haikutakiwa wale wawili kuweza kuonana kwa sura. Haikutakiwa kabisa. Basi jamaa akasema ya kwamba kwenye hilo begi kuna $100,000. Katikati ya hizo pesa kuna bahasha ndogo ambayo ndani yake na maelekezo yote na taarifa ambazo mnazihitaji kuhusu bwana mdogo. Hivyo natumaini ya kwamba mtakamilisha kazi hii haraka iwezekanavyo, na ukifanikisha jambo hilo mnatakiwa kuondoka haraka ndani ya nchi hii na kurudi kwenu. Sitegemei kama kutakuwa na haja ya mimi na nyie kuanza kutafutana kwa ajili ya kuuana
siku za hapo mbeleni. Do you copy? Jamaa akajibu yes sir. Basi mazungumzo yao yaliishia hapo. Walikuwa wanaongea Kiingereza msikilizaji, japo tu mimi nimekutafasiria kwa Kiswahili. Kwa hiyo ilikuwa ni tafsiri ya kwamba yule hakuwa Mtanzania kama ambavyo walikuwa wakijiita kama yeye. Baada ya kuona sasa wameelewana, yule bwana ambaye alienda na begi ile sehemu alinyanyuka na begi lake akiwa sasa ameliacha pale chini kama sio ambaye alikuja nalo. Zilipita dakika 5, yule mwanaume aliyebaki akiwa sasa anapigwa na mvua kwenye lile benchi alitazama kila upande ili awe na uhakika wa usalama wa ile sehemu kama ilikuwa sawa, asije kufanya makosa ikiwa hajaanza hata kazi yenyewe. Alisubiri kwa dakika 5 zingine. Baada ya kuona hakuna mtu, huku wale sasa ambao walikuwa wanaonekana wakiwa wanakimbia kwa ajili ya mvua, aliinama na kulibeba lile begi pale chini, kisha akatokomea kule ambako alikuwa ametokea. Sasa msikilizaji, kuna mwamba anaitwa Kiran. Huyu ndiye alikuwa mlengwa mwenyewe ambaye alitakiwa kuuawa. Huyu mwamba anaitwa Kiran Tami Zogo. Bwana we, huyu Kiran ndo alikuwa mtoto wa pekee wa Rais Tami Zogo. Alikuwa ni kijana ambaye nchi aligeuza kuwa kama geto lake kwa sababu ya tamaa na uzandiki wa madaraka ya baba yake. Aliamini taifa zima lilikuwa lipo chini yake. Alikuwa anawaamrisha mpaka viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa sababu baba yake ndiye alikuwa namba 1 wa nchi. Hivyo aliamini hata yeye kila mtu alitakiwa kumtii. Kijana huyo alikuwa anaogopwa na watu wengi kwa sababu ya nguvu ambayo alionekana kuwa nayo. Alikuwa na madaraka makubwa yasiyo rasmi ambayo yalimfanya kila mtu kutokuhitaji kuwa karibu yake, kwani lilikuwa ni swala la dakika tu kuweza kupoteza. Alikuwa anaua anaowataka. Alikuwa anawabaka ambao yeye anawataka. Alikuwa anabeba fedha ambazo anazitaka, lakini hakuwahi kupenda mtu yoyote kuhoji kuhusu jambo hilo. Yaani anafanya kile ambacho anajisikia yeye. Kwa wale wazalendo ambao walijaribu kuhoji ama kuelezea jambo hilo, waliishia kupotezwa kwenye mazingira ya kutatanisha ama kuuawa hadharani na mili yao kutupwa, huku wakisingiziwa majambazi ama watu wasiojulikana. Maisha ambayo aliyaishi yaliwaumiza maelfu ya Watanzania. Wengi walitamani kijana wa kiongozi huyo aweze kufa, lakini nani angethubutu kujaribu hata kuonyesha nia ya kutaka kumuua? Kila mtu alikuwa na hofu ya kuonekana anataka mtoto wa pekee wa rais kutakiwa kufa. Ndio maana wengi wakaamua kukaa kimya, huku sasa wakiwa wanaombea muujiza uweze kutokea, kijana huyo akutane na watu ambao wangetoshana nguvu waweze kumuondoa kwa lazima, na hata kama ingeshindikana hilo, basi alitakiwa kufungwa maisha gerezani ama kunyongwa kabisa kwa yale ambayo alikuwa ameyafanya. Msikilizaji, Kiran sio kwamba eti hakuwa anajua yale ambayo alikuwa anaongelewa juu yake. Sio kama eti hakuwa na taarifa za kwamba Watanzania wengi walimtaka yeye akiwa mfu. Sio kwamba alikuwa ajui. Alikuwa anajua sana vizuri tu, ila hakuwa akijali. Sasa kwa nini hakuwa anajali jambo la muhimu kama hilo? Ni kwa sababu alizijua akili za watu wa baba yake. Watanzania wengi hawakuwa watu wa kuatilia maanani sana, kwa kuwa hawakuwa watu wa vitendo, bali ni maneno tu. Walikuwa na watu wa yani maneno tu. Maneno yalikuwa ni mengi kupita kiasi, lakini pia walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaweza kuikuza ajenda ndani ya siku kadhaa au kwa miezi kadhaa na kisha baadaye kuisaliti kwa kusahau jumla. Hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yanazidi kumpatia yeye nguvu ya kuweza kutenda yale ambayo aliona ni sawa na alimfurahisha. Alikuwa sahihi kwa mambo mengi, ila hakujua kama kuna watu walikuwa wamepokea malipo makubwa kwa ajili ya kupita na uhai wake. Kiran, kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa namba 1 wa taifa hilo, alikuwa akijiamini. Alikuwa akiwepo kila sehemu ambayo aliitaka yeye bila hata kuzingatia usalama, kwani aliamini watu wa idara ya usalama wa taifa walikuwa kwa ajili yake, jambo ambalo lilikuwa sahihi, lakini hakujua ni kipi kinafuata kwake. Basi mlinzi wake mkuu alimwambia kwamba, mheshimiwa, nadhani kwa siku hizi kadhaa umekuwa na ratiba za kukaririka, halafu unajiachia sana. Kwa mtu kama wewe ni jambo la hatari kufanya hivyo, halafu kizingatia na hali ambayo ipo kwa sasa ndani ya taifa letu. Mlinzi wake mkuu alikuwa anamsisitiza bwana huyo akiwa anajiandaa kuinyonga tai ambayo ilikuwa kwenye mkono wake.
Sasa Kiran akajibu ya kwamba usiniambie umeanza kuwa mwoga Faraji. Huyo mlinzi mkuu ambaye anaitwa Faraji akajibu ya kwamba hapana mheshimiwa, jukumu langu sio kutanguliza hisia kwako na hilo halinihusu, lakini kukulinda ndio jukumu ambalo natakiwa kuhakikisha nalitekeleza, kwa sababu vinginevyo baba yako hatunielewa. Kiran akajibu ya kwamba kama unalitambua hilo, maana yake unatakiwa kuzuia lisiweze kufanyika ama kutokea jambo lingine lolote bana ambalo litamkwaza babangu. Faraji akajibu ya kwamba sijawahi kukuangusha hata siku na moja mkuu, lakini kwa siku ya leo nafsi yangu na sita mno wewe kwenda huko. Kiran alijibu ya kwamba leo ni siku muhimu kwangu Faraji. Nataka kukutana na wale wawekezaji wa madini, lakini pia yule Miss Tanzania leo amenialika kwenye nyumba ya kule baharini, hivyo hizo sehemu mbili mimi siwezi kukosa kwenda. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kuangalia cha kufanya na usiwe na hofu kupita kiasi Faraji. Unajua unaifanya kazi yako inakuwa ngumu wakati unatakiwa ukae na mimi vizuri ili uweze kuyafaidi mema ya taifa hili, hasa kutoka kwa hawa watu wajinga ambao wajielewi. Msikilizaji, Mwamba aliongea ni kwa kujiamini, akiwa amemaliza kujiandaa kusasa, akiwa anampiga begani mlinzi wake na kutabasamu. Faraji hakuwa na namna. Yeye alikuwa ni mfanyakazi tu. Hivyo alitakiwa kufuata kila ambacho bosi wake alikuwa anakitaka, japo alisisitiza ya kwamba safari hiyo alikuwa na wasiwasi nayo mkubwa. Haikutakiwa kutokea, lakini hakuwa anaweza kuzuia jambo hilo kufanyika. Sasa ndani ya hoteli moja ya luxury, moja kati ya hoteli bora kuwahi kujengwa ndani ya taifa la Tanzania, ndipo mahali ambapo Kiran alikuwa ameenda kwa ajili ya kufanya mkutano wake wa siri na watu ambao alidai ya kwamba walikuwa ni wafanya biashara. Hakuwa na nafasi yoyote ndani ya serikali, lakini kwa kuwa tu baba yake alikuwa ni rais, alikuwa anaingia makubaliano na wafanyabiashara wakubwa kuweza kuwekeza ndani ya taifa, huku akihakikisha faida kubwa inaingia kwenye mfumo wake, na hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye alikuwa anaruhusiwa kuhoji. Basi huyo bwana alienda kukutana naye, akajibu ya kwamba mimi niliona Tanzania ni moja ya sehemu nzuri kwa ajili ya uwekezaji, ndio maana nikakubali kukutana na wewe. Kwa hiyo tusipoteza muda, najua ukiongea wewe ni sawa na baba yako, hivyo ofa yenu ni ipi kwangu mpaka niwekeze mabilioni yangu ndani ya taifa hili na sio sehemu nyingine? Basi huyo jamaa aliongea hivyo. Kiran akajibu ya kwamba kama ambavyo nilikupatia dokezo la mwanzo, utakuwa huru kufanya chochote ambacho unakitaka. Kodi utakuwa unalipa kwa kiwango kidogo sana. Kikubwa tu hakikisha masharti ambayo yapo kwenye lile dokezo unafuata. Sasa yule bwana akamwambia Kiran ya kwamba naijua vizuri siasa. Wanasiasa huwa wana maneno matamu mdomoni. Wewe sio mwanasiasa, ila upo kama mwanasiasa. Nataka unihakikishie usalama wa pesa zangu kama baba yako akiondoka madarakani. Anaweza kuja rais mwingine alafu mambo yakabadilika. Sasa mambo yakibadilika, mimi nitakuwa nimekula hasara kwa sababu nitapoteza kila kitu ambacho ninacho. Kiran akajibu ya kwamba hii nchi haipo kama ambavyo unaiona wewe nje. Imejengwa kwa mfumo mmoja madhubuti ambao unawafanya watu kadhaa kuwa na nguvu kuliko watu wengine wote. Kwa hiyo hata kama babangu akiondoka kwenye nafasi yake, bado atakuwa na nguvu kubwa ya maamuzi ndani ya serikali. Na usisahau atakuwa ni partner wako kwenye biashara. Unahisi atakubali kula hasara? Sasa baada ya Kiran kusema hivyo, huyo mwekezaji akajibu ya kwamba tuseme kwamba baba yako atakuwa hai kwenye katizo. Anaweza kuwa ndani ya mfumo, lakini mifumo hiyo huwa inaibua watu ambao huwa wameinamisha vichwa. Baadaye anakuja kumshangaza kila mtu. Nadhani uliona aliyowafanya rais wa awamu ya 3 wa Tanzania, ambaye aliwafanya wafanyabiashara na wakwepa kodi kujuta ndani ya hili taifa. Hivyo mimi sitaki kuamini unaoyaongea hayo. Alafu kingine, kuna uvumi japo najua hayanihusu, kwamba baba yako naye licha ya kuwa rais, bado nyuma yake kuna watu wenye nguvu zaidi yake ambao kwa asilimia kubwa ndo wanaamua nini kitokee kwenye hili taifa. Najua hayo hayanihusu na mimi sitakiwi kuuliza, ila mimi nataka uhakika wa usalama wa pesa zangu tu. Hapo bado baba yako anaweza asifike huko. Anaweza kufia madarakani au kuuawa. Kwa hiyo usiamini maisha ya wanasiasa wala kuyawekea ahadi za mbali, kwa kuwa ni wachache ambao huwa wanaishi kwa muda mrefu. Kiran kwa kujiamini kabisa akajibu ya kwamba nina imani mimi na wewe tutakuwa marafiki wazuri na wakubwa kwenye biashara. Kiran aliongea kwa kujiamini, huku sasa akiwa anacheka kwa majigambo. Sasa huyo mwekezaji akajibu ya kwamba bado haujanipa ofa kunishawishi, alafu unaniambia kwamba tutakuwa marafiki wazuri kwenye biashara. Kiran akajibu ya kwamba nitakupatia mkataba ambao kama serikali ikija kubadilika baadaye na wakawa wanataka wewe uweze kuondoka na vitu vyako,
yaani labda na vitu vyako kubinafsishwa serikalini, basi watatakiwa kuvunja mkataba huo kwa kulipa pesa zako. Na wakati huo utakuwa umetengeneza faida nyingi mno kwenye hizo biashara, na bado pesa yako yote na ziada itarudi. Msikilizaji, wawili hao walionekana kutabasamu wote. Dili lao lilikuwa zuri na kila mtu alilipenda. Hivyo waligunganisha glasi zao kuweza kupata kinywaji, kufurahia mwanzo mpya wa biashara kati yao. Lakini kabla hata hawajanywa, alikuja Faraji akiwa anaema kwa nguvu na kusukuma mlango huo kwa kukanyaga, jambo ambalo liliwafanya wawili hao kubaki wameduaa kama hawaamini. Faraji akasema kwamba boss, tumefika. Sentensi yake haikumalizika. Damu zilisambaa ndani baada ya kupigwa risasi ya kichwa. Ni risasi ambayo ilionekana kutoka kwenye masafa marefu. Bila shaka alikuwa ni mdunguaji, yani sniper. Walishtuka baada ya sekunde 5 ndipo wakagundua ni mdunguaji ndiye alimuua mlinzi huyo. Hivyo wakataka kukimbia, lakini aliyefanikiwa kujibanza alikuwa ni Kiran tu. Yule mfanyabiashara akiwa sasa ananyanyuka alikutana risasi ya shingo ikatokezea pembeni na kwenda kukita kwenye kioo ambacho kilikuwa pembeni. Basi Kiran alibaki anahema akiwa na hofu ndani yake. Alitoa simu haraka kutaka kumpigia baba yake mzazi, lakini aligundua mtandao ulikuwa umepotea. Sasa akiwa amechanganyikiwa hajui afanye nini kwa wakati huo, umeme ulikatika. Akakimbilia na kuvuta mwili wa Faraji kisha akafunga mlango huo. Maisha yake ya kifahari yalimfanya kutokubeba hata silaha, kwani aliamini ingekuwa inamuumiza tu na kumharibia muonekano wake. Silaha aliamini zilikuwepo kwa ajili ya walinzi na sio mtu kama yeye. Alibaki anaema kwa sauti huku mwili wake ukikosa utulivu. Basi akasikia kishindo kizito ambacho kilipita na mlango. Alitaka kukimbilia nje, ila ghafla umeme uliwaka. Mbele yake alimuona mwanaume ambaye alikuwa amevaa kofia na uso wake ulikuwa wazi, ila ni kama hakutaka uonekane. Bwana yule alimtazama Kiran kisha akatoa simu yake na kutazama picha. Alipohakikisha ndiye mhusika mwenyewe, alitoa bastola ili kuweza kumpiga risasi. Hasa Kiran akasema, tafadhali usiniue. Mimi ni mtoto wa rais na babangu anaweza kukupatia kila ambacho unakitaka. Akajibiwa kwamba najua wewe ni mtoto wa rais na ndio sababu ambayo inanifanya mimi nikuue sasa hivi. Basi mwamba alikoke bastola yake aweze kupiga risasi, ila alihisi kishindo. Ni kishindo cha mtu ambaye alikuwa anamjia pale ambapo alikuwepo yeye. Aligeuka kutazama nyuma, akaona kuna mguu unakuja. Aliyumba na kuachia risasi ambayo ilipita pembezoni mwa sikio la Kiran. Kiran baki anapiga yowe na kuomba msaada huku akijibanza ukutani. Yule bwana ambaye alihitaji kumuua Kiran aligeuka kwa mguu wake sasa akizungusha ile bastola ambayo ilipigwa kwa nguvu. Mguu wake ulitua kwa yule mwanaume ambaye alijifunika kwa barakoa usoni kwake na kofia juu, akawa haonekani sura yake. Yule bwana alionekana kuwa shupavu. Aligusa kwenye kuta mlango, akajigeuza na kumtusha yule muuaji ngumi ya kwenye bega mpaka likateguka. Alizunguka kwa mtama ambao ulimkuta yule bwana karibu na goti. Aliumba kidogo akakutana na mguu wa kwenye shingo, akaenda ukutani. Alisimama akitaka kushambulia ila alichelewa. Alianza kuhisi kizunguzungu baada ya kukutanishwa na kiganja kwenye shingo yake, akashuka chini na kuzimia. Kiran aliuliza akiwa anagumizia kwamba wewe ni nani? Kiran alimuuliza yule bwana tena kwa gumizi. Hakumjua yule bwana, lakini kwa wakati ule ndiye alikuwa shujaa wake, kwani bila kuwahi kwake angekufa muda ule bila kujua ni nani ambaye alimtaka auawe, japo alijua na maadui wengi kila sehemu, na ndio sababu ambayo ilimfanya mlinzi wake kumzuia kuwepo lile eneo, ila hakuelewa. Basi Kiran akaambiwa kwamba kwa leo umeishi kwa sababu tu na kutaka ukiwa hai, ila bila hivyo nitakiwa kukuua mwenyewe. Kiran alianza kuogopa na kutaka kuuliza maswali mengine, lakini hakupewa nafasi hiyo. Sindano lizama kwenye mwili wake. Yule mwanaume akambeba na kuondoka naye baada ya kuhakikisha kwamba Kiran amepoteza fahamu. Kuna namna ni kama siwezi kulitambua taifa langu tena. Ilisikika sauti ya kutu uzima hivi kutoka kwa mtu ambaye hakuonekana kuwa sawa kwa wakati huo. Sasa kwa mtu kama wewe kuongea kauli yenye utata namna hii, unakuwa na maana gani? Unajua mimi na wewe ndio watu ambao tunapaswa kusimamia misingi ya sheria za taifa hili.
Inapotokea watu kama sisi wenye nguvu kwenye sheria nchi hii tunashuhudia uvunjifu wa sheria na hakuna kitu tunaweza kukifanya, haina maana ya sisi kuwepo kwenye hizi nafasi zetu sasa. Mwanasheria mkuu ambaye ni kiongozi hakuonekana kufurahia hali ya nchi yake, tena akiwa anaongea na kigogo mwenzake, yani jaji mkuu Bwana Biko Dhamana. Sasa Bwana Biko Dhamana akasema ya kwamba kwa sasa ile mihimili ya serikali haina maana tena. Kauli ya mwisho inategemea na rais kamkaje au anajisikiaje. Mimi na wewe tunajua ukweli kwamba hayupo tayari kuambia ukweli, kwani ana kundi la watu wake ambao anawaamini hata kama anaona wanamuingiza kwenye mitaro. Mahakama imegeuka kuwa kama kikundi tu cha disco tu. Yaani kila mtu anacheza ngoma ambayo anaipenda. Hakuna nafasi ya watu wenye taasisi zetu kama sisi. Unahisi ni jambo gani ambalo mimi na wewe tunaweza kulibadilisha? Tunaweza kubadilisha jambo Bwana Dhamana. Mimi na wewe kwa sasa tumewasaliti wananchi. Hatupo upande wao tena kwa sababu ya hofu zetu na ubinafsi. Lakini je, hiki ndicho tuliapa kukilinda? Iko wapi sheria ambayo mimi na wewe tulipaswa kuilinda kwa nguvu na kwa wivu mkubwa? Haipo, kwa sababu tunajali zaidi furaha ya matumbo yetu na sio maisha halisi ya watu wetu. Unajua Bwana Nia, mimi naelewa una mpango mzuri sana na taifa hili, lakini umewaza mara mbili kwa haya ambayo unayazungumza. Yule ndiye rais, na kwa sheria za nchi yetu yeye ndiye mwenye nguvu zaidi nchini. Kuna kundi la wabunge ambalo wengi ni watu wake, na hao ndio wana uwezo wa kumuondoa madarakani wakiwa nafai. Unahisi alikuwa mjinga kuweka watu wake wengi? Kuna baraza la mawaziri ambao wakiona rais hayupo kamili kuongoza ofisi, wanaweza kuniletea taarifa hizo, mimi nikatafuta madaktari kuchunguza hilo, na kisha nitalipeleka kwa spika wa bunge, hususan kama rais ana changamoto za afya ya mwili ama akili, kama ambavyo kwa sasa anaonekana kuwa na tatizo kwenye akili yake. Shida ni kwamba baraza la mawaziri wote ni watu wake, spika ni kibaraka wake. Unahisi mimi na wewe tuna kipi cha kuweza kukifanya? Alafu kumbuka, ukicheza vibaya sio wewe tu ambaye utapoteza maisha, utaiponza na familia yako yote. Hivyo kabla ya kutaka kufanya jambo lolote lile, hebu afikirie nayo kwanza. Basi jaji mkuu hata yeye hakuonekana kupendezwa na jambo lile, msikilizaji, ila hakuwa na namna kwa ajili ya usalama wake na wa familia yake. Mwanasheria mkuu alikuwa mwenye hasira kali sana. Alibamiza bilauri chini, akasema kwamba mimi na wewe tulikutana kwenye chuo cha sheria. Wote tukua pale na hatujafika hapa kwa sababu ya kuonewa huruma, bali tupo hapa kwa kuwa tunastahili na huo uwezo tunao. Mimi na wewe tukiungana tunaweza kumwangusha huyu rais, kisha pale tukamweka rais ambaye anastahili kuliongoza taifa hili. Dhamana. Dhamana, mimi na wewe tunaweza kubadilisha historia nzima ya taifa hili bwana. Hivi kwa nini unamwabudu sana huyu mzee? Mwanasheria hakuwa ameridhika na maelezo ya mwenzake, bali alihitaji kuweza kufanya jambo kwa ajili ya taifa lake. Mwanasheria akasema kwamba hivyo ni wazimu nini? Yaani unataka kumpindua rais? Haujui kama ni uhai ni huo ambao hauna hata msamaha? Mke wangu bado ni binti kigori. Mke wangu mdogo bado ni binti kigori sana. Mimi sipo tayari kuweza kuingia kwenye matatizo kwa ajili ya kuwafurahisha Watanzania ambao hata muda hawana. Yaani kwenye jambo la muhimu la watu kuuawa, watu kubambikiziwa kesi, watu kunyimwa uhuru wa kuongea ndani ya taifa lao, bado hapa unawaza umalaya tu na wanawake zako? Hauna hata moyo wa huruma bwana. Hivi umekwaje? Wewe mbona umekuja kuwa sijini mwanaume aina gani wewe? Ndugu yangu, binafsi mimi Dhamana nikiwa muwazi kabisa, niliwahi kupanga kuja kupambana na aina hii ya viongozi mpaka pale nilipoona rangi halisi za Watanzania. Watanzania ni watu fulani wajinga sana. Wanaendeshwa na mifumo ya mitandao ya kijamii. Viongozi wanatengeneza propaganda za uongo kujipamba, na afu nao wanaungana nao. Yaani watu ambao wanakubali kuyatoa maisha yao kwa ajili yao, hata hawawazi zaidi ya kushangilia kila ambalo wanaambiwa, hata kama wanajua sio sahihi. Hao viongozi ambao kila siku wanawaua, wanawaulia ndugu zao, ambao wanawabaka dada zao na kuwafunga ndugu zao bila makosa, ndio viongozi hao. Unakuta wananchi wanawanadi ili wapigiwe kura zao tena. Asemi ni sio mwongo bana. Mimi nisipo tayari kuwapigania watu wajinga kama hao. Unajua bana, hiyo ni kazi yako Dhamana. Mwananchi wa kawaida hajui hata maana ya propaganda ni nini. Hajui nini kinaendelea zaidi ya taarifa ambazo wanapelekewa. Mr. Dhamana, kuna sehemu kubwa wanastahili kulaumiwa kwa kulala sana, ndio, na ikubaliana hilo. Lakini unahisi ni sawa wewe kuwakataa?
Wananchi wengi mfumo umewafinya kiasi kwamba yani hawajui kipi ni sahihi kwao. Hawajui wanataka nini na nini kinaendelea. Huku yani hawaelewi huku ndani jambo gani linaendelea. Lakini wewe umepata nafasi hiyo ya kuweza kutambua ni jambo gani linaendelea. Hivyo litakiwa kuwasimamia na kuhakikisha wanapata haki zao. Hayo mengine watakuja kuwajua siku za huko baadaye bwana. Na watatambua makosa yao, na huo sasa unakuwa mwanzo wa kujifunza na kutokurudia makosa yale yale ambayo wameyafanya huko nyuma na wanafanya kwa sasa. Bwana Nia, mimi utanisamehe tu ndugu yangu. Yaani utanisamehe tu. Mimi maisha yangu na familia yangu ni bora kuliko mtu mwingine yote. Sasa bwana Dhamana, hivi unataka kuniambia ni kama jaji mkuu utakaa pembeni kuona sheria inakanyagwa na kutukana? Utashuhudia kuona mahakama zako zinatumika kama dekio la wanasiasa na kuzitumia kwa namna wanaotaka wenyewe, wewe mwenyewe ukiwa bado upo kwenye hiyo nafasi? Sasa Bwana Nia, unajua muda umeenda sana kwa sasa. Mimi nataka nimwahi mke wangu. Nadhani atakuwa ananisubiri. Lakini ushauri wangu kwa sasa ni wewe kukaa mbali na haya. Hebu jifanye basi uone, kisha timiza yale ambayo watu hawa wanakutaka uyafanye. Basi baadaye utapata kinua mgongo kizuri tu ambacho kitatosha kukufanya wewe na familia yako muishi kwa raha mpaka unakufa. Jaji mkuu alimaliza kuongea na kutoweka hiyo sehemu ambayo walikutania kwa ajili ya hao mazungumzo. Wakati huo mwanasheria alibaki ana hasira kali mno ndani yake. Alikuwa amekasirika sana. Na ulikuwa ni ule usiku ambao mtoto wa rais alitekwa. Hivyo baada ya kuona haimlipi, alipiga simu Ikulu na kudai kulikuwa na jambo la dharura ambalo lilihitaji kupita kwenye masikio ya rais. Aliamua kwenda kuongea na bosi wake moja kwa moja, tena ana kwa ana. Kwa hiyo hapa tumeona ya kwamba mwanasheria mkuu yeye haendani na yale ambayo anayafanya rais, lakini jaji mkuu yeye bado anaipenda familia yake na mke wake, hataki kabisa kujihusisha kwenye hayo mambo. Basi saa moja tu lilimtosha yeye kufika kwenye jumba jeupe kuongea na mheshimiwa. Akiwa na hasira kali, alisubirishwa kwa saa lingine, hali ambayo ilimfanya kuzidi kuwa na ghadhabu ndani yake, ila hakuwa na namna, maana ambaye alimweka pale ndiye alikuwa mwenye nchi. Sasa rais alisema ya kwamba haijawahi kutokea wewe kuhitaji kukutana na mimi tena Ikulu. Mara nyingi nikikuhitaji mimi ndiye huwa nakuita hapa ndipo tunaongea. Hivyo bila shaka kuna jambo ambalo sio la kawaida linaendelea. Mwanasheria mkuu alijibu ya kwamba ndio mheshimiwa. Niambie Bwana Nia. Nakusikiliza bwana. Mheshimiwa, mimi nataka tu kujua na mpango gani na taifa hili. Bwana Nia, samahani umesema? Nimekuuliza na mpango gani na taifa hili? Bwana Nia, upo Ikulu hapa. Vipi mwanasheria, umeelewa? Mheshimiwa, najua nipo Ikulu, naongea na rais, hivyo sijalewa. Najua ninachokiongea ndio maana nimekuuliza hilo swali. Sasa Bwana Nia, unapaswa kuanza kuyafikiria maisha yako baada ya hapa kabla ya kuniuliza maswali ya kijinga. Mheshimiwa Rais, tatizo unakuwa mkali kwa sababu hautaki kuambia ukweli. Ni vyema zaidi kama ukijua nafasi yako ni ya kiongozi. Hivyo unalalaje? Yaani unawezaje? Ni ya kiongozi unasemaje? Yaani unapata vipi usingizi ikiwa unajua kila siku kuna watu wanauawa chini ya amri yako? Watu wanabakwa, watu wanabambikiziwa makesi na kufungwa bila hatia. Wamama wanatoa machozi kila siku kwa kuwapoteza watoto wao na watoto wanalia kuwapoteza wazazi wao. Hivyo unajisikiaje? Labda hata usiku unawezaje kulala? Msikilizaji, mwanasheria hasira zilimfanya kutokutambua alikuwa anaongea na nani. Hata kama alikuwa anaongea ukweli, ila bado kuna namna alitakiwa kuitumia. Hivi Bwana Nia, wewe umekuja hapa kuanza kuniuliza hao maswali kama nani labda? Mimi nimekuja hapa kama mwanasheria mkuu wa taifa hili. Umesahau kama hapo nimekuweka mimi? Mimi najua ndio, naelewa sana umeniweka pale. Na ndio maana nimekuja kukuambia ukweli kwamba huu uzandiki ambao unaofanya una mwisho wake. Watu kwa sasa umewatengenezea visasi na viongozi wa juu sana. Watu wana machungu kwenye mioyo yao. Unatengenezea visasi watu na viongozi wao. Unahisi nini kitatokea siku wakichoka kuvumilia? Kwamba unataka kusema kama ambavyo unaua watoto wenzako, kumbuka hata wewe una mtoto pia. Na usijiaminishe kwamba eti kila mtu yupo upande wako. Hivyo watamlinda na kulinda wewe. Hapana, mwanao anaweza asiwe salama, kwani naye siku watu wakipata nafasi tu watamuua, ili na wewe uweze kusikia vile ambavyo wao huwa wanasikia uwapo unaulia wapendwa wao. Wewe mshenzi, umetaja kuhusu mwanangu. Subiri.
Ndio nimetaja kwamba naye atakuja kuuawa siku moja kama ambavyo na wewe unaoa watoto wengine. Hilo ni kosa la uhaini na ugaidi, kutishia maisha ya rais na mtoto wake. Na sidhani kama nitakuacha kwamba unataka kusemaje Mheshimiwa Rais? Nikwambie tu unatakiwa kujiuzuru mheshimiwa. Rais akiwa na hasira kali aligeuka kuangalia pembeni yake, lakini walikuwa wawili tu, ikiwa na maana ya kwamba ni yeye ambaye alikuwa anaambiwa anatakiwa kujiuzuru kwenye nafasi ya rais. Kwa aligeuka kuangalia kama kuna rais mwingine ambaye anatakiwa kujiuzuru. Akiwa anaelekea kwenye meza yake, sehemu ambayo ilikuwa na bastola, simu ilianza kuita kwa fujo. Aliangalia simu ile kwa muda kisha akaamua kuipokea. Taarifa ambazo alizipata zilimfanya kubamiza simu ile na kuvuruga vitu pale ndani, mpaka mwanasheria mkuu akabaki na hofu, kwani hakuelewa mheshimiwa alipewa taarifa zipi ambazo zilimvuruga namna ile. Basi aliita walinzi kwa nguvu sana na walinzi wakaingia. Walikuwa na wanaume 6 wakiwa kwenye suti zao. Rais akasema kwamba wewe mshenzi, umekuja hapa kuongelea kuhusu usalama wa mwanangu, alafu muda mfupi nasikia mwanangu amepotea na walinzi wake wote wameuawa. Maana yake huu ulikuwa ni mpango wako wewe. Subiri niende huko alafu nitarudi. Omba Mungu nimpate mwanangu kabla sijarudi tena hapa. Basi mwanasheria ya maskini alitaka kujitetea, ila alitulia baada ya kupigwa kibao kikali na mheshimiwa. Kisha mheshimiwa akatoka ndani kuelekea kwenye gari. Ni katika jumba moja kubwa ambalo lilikuwa linavutia, huku nje likiwa limezingirwa na wanajeshi ambao walikuwa kwenye kombati zao. Lilipokea ugeni mzito sana. Palikuwa nyumbani kwa mkuu wa majeshi wa Tanzania ambaye anaitwa Zahiri Kifaru, na ambaye alifika hapo alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Bwana Fadhili Mshauri. Wawili hao walikuwa ni vigogo wa mambo ya ulinzi na usalama wa taifa, hivyo hata kukutana kwao mara nyingi kulikuwa ni kwa sababu kadhaa, ila mkuu wa majeshi hakuwa amejiandaa kuweza kuupokea ugeni huo muda huo wa usiku. Basi mkuu wa majeshi alisema kwamba angalau unapohitaji kukutana na mtu kama mimi, toa taarifa mapema ili kusiwe na muingiliano wa ratiba, na ukumbuke kukutana kwetu kwa siri kunaleta tafsiri nyingi kama kuna watu watapata hizi taarifa, hivyo sipendi kushtukizwa kukutana na watu pale ambapo wanataka wao. Mkuu wa majeshi aliongea hivyo akiwa sasa anamuongoza mwenzake huyo kwenye chumba cha maongezi. Mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akajibu ya kwamba nalielewa hilo, ila kwa nafasi ambazo mimi na wewe tunazo, kuna muda tunakuwa kunakuwa hakuna namna zaidi tu ya kulifanya hili. Mimi na wewe hatuna sababu ya kwanza kutukutanisha nje ya kazi zetu, hivyo ukiona nimekupa taarifa ghafla ujue sina maana ya kukutana na wewe ili kuja kunywa, bali kuna mambo muhimu ambayo nakuwa nataka tuongee kama watu ambao usalama wa taifa hili upo kwenye mikono yetu. Basi mkuu wa majeshi akasema kwamba unaweza kuongea haraka bwana, kwa sababu na mambo mengi ya kwenda kuyafanya. Mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akajibu ya kwamba nimekuja hapa mara 2. Akaulizwa ukiwa na maana ya. Mkurugenzi akasema nimekuja kama mimi nikiwa kama kiongozi mkuu wa usalama, lakini pia nimekuja kwa niaba ya rais. Mkuu wa majeshi akauliza ya kwamba unamaanisha nini ukisema umekuja kwa niaba ya rais? Basi Bwana Fadhili ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akajibu ya kwamba rais anataka kujua ni upande upi ambao upo mpaka sasa. Mkuu wa majeshi akasema samahani, umesema? Bwana Fadhili akajibu ya kwamba taifa kwa sasa alipo sawa kama zamani. Hatutakuwa na muda mrefu wa kwenda mpaka kwenye uchaguzi, hivyo rais anataka kujua kama anaweza kukuamini na kuwekeza imani yake kwako. Sasa Zahiri ambaye ni mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba rais ndo akutume wewe kuja kujua msimamo wangu ni upi? Bwana Fadhili akajibu ndio. Sasa Zahiri akasema ya kwamba hivi unajua unaongea na nani kwanza Fadhili? Naona kama ni umeanza kulewa madaraka na kujisahau, si ndio? Fadhili akajibu ya kwamba najua wewe ni mkuu wa majeshi. Zahiri akajibu mpaka hapo unatambua kwamba rais hawezi kuwa na ujumbe mzito wa kuongea na mimi alafu akakutuma mtu kama wewe ndiye unifikishie. Sio tu atakuwa amekeuka misingi ya kazi yake, bali itakuwa ni aibu na dharau kubwa sana kwangu. Una uhakika nikimpigia simu hapa sasa hivi ataniambia hayo ambayo umeyasema? Mkurugenzi alijikohoza kidogo
akajibu ya kwamba kwenye ujana wangu nilipambana sana kupata nafasi. Nilitaka kutumia kila nafasi ambayo nilikuwa nayo au watu ambao niliwafahamu kwa kisha naonekana. Yani watu wanajua kwamba na mimi nipo sehemu fulani. Kwa wakati ule kuwa na jina na kufahamika kwa wakubwa ilikuwa ni moja ya kitu bora kwa maisha ya kijana yote ambaye alikuwa na ndoto kubwa za kupata mafanikio kwenye maisha yake. Mimi sikuwahi kuwaza nitaleta madhara gani kwa watu. Sikujali navunja sheria mara ngapi, ila nilizingatia zaidi ndoto zangu. I was very ambitious my friend. Ile hali ilinifanya mara kadhaa mimi mwenyewe nikae sehemu na kuona naenda sehemu mbaya ya maisha yangu. Ila nikiwa mkweli sikuwahi kujali. Mimi nilikuwa naiona mafanikio tu mbele yangu, kwa hiyo nikawa tayari kufanya jambo lolote mbele yangu. Lengo langu kubwa lilikuwa ni mafanikio makubwa. Leo hii na mafanikio makubwa kama nilivyohitaji, ila sina uhakika kama hiki ndicho nilikuwa nakitaka kwenye maisha yangu. Mimi nimekuja kugundua huenda nilikuwa naziishi ndoto za mtu mwingine nikiamini zilikuwa ni za kwangu. Na ilikuwa ni haki yangu kuweza kuziishi ndoto hizo, lakini nani ajuae ndugu yangu, Baada ya Fadhili kuongea hivyo, Zahiri ambaye ni mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba haya maelezo yako yote, yani unataka kusemaje? Bwana Fadhili akasema ya kwamba namaanisha kuna nyakati kwenye maisha tunafanya maamuzi fulani sio kwa sababu tunapenda au tumefanya kwa kukusudia, bali tunafanya hivyo kwa sababu ni lazima tufanye ili mambo fulani yaende, hata kama kuna watu watakwazika na hayo maamuzi ambayo tunayafanya. Basi mkuu wa majeshi ambaye ni Zahiri akasema kwamba ni umetoka kwako kuja hapa kuniambia hayo? Bwana Fadhili akajibu, mimi sijatumwa na rais hapa bali nimekuja mwenyewe. Zahiri akajibu ya kwamba basi nenda basi moja kwa moja kwenye hoja msingi, yani nini kimekuleta hapa? Fadhili ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama akajibu ya kwamba nimefanya upembuzi kwa makini mkubwa na kugundua kwenye taifa hili kuna watu wanaenda kuwa na ushawishi na kusikilizwa kuliko hata rais. Basi mkuu wa majeshi akauliza, kwa hiyo? Fadhili akajibu ya kwamba hili ni jambo la hatari. Naona hali isiyo salama ikienda kutokea kwenye nchi hii. Hivyo tunatakiwa kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yapo sawa na wote tuwe kwenye mstari mmoja. Mkuu wa majeshi akauliza kwamba ni wewe na nani unavyosema kwamba ni tunatakiwa kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yapo sawa na wote tuwe kwenye mstari mmoja? Ni wewe na nani? Fadhili akajibu ya kwamba ni mimi na wewe tukiwa sawa tutamshirikisha IGP ambaye sidhani kama atakuwa na tatizo na hili. Mkuu wa majeshi akauliza kwamba ni unataka kusemaje yani? Fadhili akajibu ya kwamba tunapaswa kwenda sawa na rais. Mkuu wa majeshi akasema kwamba hata kama kwa kuwasaliti wananchi ama? Fadhili akajibu ya kwamba hiyo ndio maana yangu. Basi mkuu wa majeshi akasema kwamba kwa nini unahisi naweza kuwasaliti wananchi wangu? Fadhili akajibu sio kuwasaliti bali kuwalinda. Mkuu wa majeshi alishangaa akasema na walinda kivipi? Fadhili akajibu ya kwamba mimi sikuingili kwenye kazi yako na wala sikufundishi namna nzuri ya kuifanya kazi yako. Najua haumpendi uraisi na mimi sijali kuhusu hilo, lakini jambo la msingi ni kwamba haijalishi hisia zetu zipoje kuhusu yeye, lakini tunapaswa kumlinda yeye na familia yake nzima. Zahiri Kifaru ambaye ni mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba unahisi kuna watu wanataka kumtoa rais madarakani ndio maana umekuja hapa kuomba msaada? Fadhili akajibu ya, huo ndio kweli. Zahiri akasema kwamba ni kwa nini wamtoe madarakani? Mkurugenzi wa idara ya usalama akajibu ya kwamba kwa sababu hawamtaki. Mkuu wa majeshi akasema kwamba wewe unamtaka? Fadhili akajibu ya kwamba hilo halijaishi bwana. Kazi yangu ya kwanza ni kulinda usalama wa nchi pamoja na rais kwa gharama yote ile. Anaweza kuwa na changamoto zake lakini kulindwa ni haki yake. Basi Zahiri mkuu wa majeshi akasema kwamba mimi susiki na hayo mambo yenu ya siasa bwana. Kama nitaona kuna hali ambayo sio sawa naweza kuingilia, ila kwa sasa sijaona jambo la namna hiyo, hivyo sitahusika kwa sasa kwenye hayo mambo. Basi Fadhili akajibu ya kwamba Zahiri, ni swala la muda tu hii nchi inaenda kuingia kwenye hali ya machafuko mabaya ya kisiasa. Watu watakufa, watu watafungwa gerezani, lakini wewe pekee unaweza kuzuia hili. Basi Zahiri ambaye ni mkuu wa majeshi akasema kwamba unataka kuniambia kwamba Tanzania inavamiwa ama? Fadhili akajibu ya kwamba hapana. Hilo ungekuwa na taarifa nalo mapema tu kama mkuu wa majeshi. Hii vita inaweza kutokea ndani kati ya wananchi na rais wao. Basi mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba mpaka hapo unajua mimi napaswa kuwa upande wa wananchi. Fadhili ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama akajibu ya kwamba kwa hiyo upo tayari watu kufa kwa sababu tu unataka kuwa upande wao? Mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba hiyo ni kazi yangu. Sasa Fadhili ambaye ni mkurugenzi akajibu ya kwamba nisikiza kwa makini bwana Zahiri. Huyu rais hana mpango wa kuondoka madarakani kama ambavyo watu wanataka, na yupo tayari kufanya lolote kuhakikisha kwamba anailinda nafasi yake. Hivyo hata ikilazimu kuua ataua tu hawa watu. Sidhani kama tunapaswa kufikia huko.
Fikiria kwa umakini kuhusu hili jambo Zahiri, halafu utanipatia majibu kabla tujachelewa. Mimi ninachokitaka kwako ni kuhakikisha tu unazuia hili kutokea kwa kutumia nguvu ya jeshi, ili watu wasije wakafa kwa wingi, na timiza takwa lako la kikatiba la kumlinda rais hata kama umpendi. Basi mkuu wa majeshi alikuwa akisikiliza vizuri maelezo ya yule bwana. Kabla ya kumjibu, simu ya mkurugenzi ilianza kupiga kelele. Aliangalia kwa makini na kumwangalia mkuu wa majeshi, kisha akamgeuzia ile simu. Alikuwa ni rais mwenyewe anapiga. Basi Fadhili akapokea akasema kwamba ndio mheshimiwa. Baada ya kuitikia, alisikiliza kwa sekunde 30 wakati mtu upande wa pili akionekana kuongea bila kuweka vituo. Kisha Fadhili akajibu ya kwamba sawa mheshimiwa, nakuja sasa hivi. Alikata ile simu na kumwangalia mkuu wa majeshi. Kisha Fadhili akasema ya kwamba Kiran ametekwa. Mkuu wa majeshi akauliza, ni mtoto wa rais? Fadhili akajibu ndio. Mkuu wa majeshi akasema, yaani na nani na kwa nini? Fadhili akajibu hakuna jibu mpaka sasa. Sasa Zahiri ambaye ni mkuu wa majeshi akajibu ya kwamba kwani hana walinzi? Fadhili akamjibu ya kwamba wote wameuawa. Mkuu wa majeshi akauliza kwamba yaani yupo ndani hapa Tanzania ama? Fadhili akajibu ya kwamba ndio. Mkuu wa majeshi akasema kwamba nani anaweza kumteka mtoto wa rais na alijuaje mahali ambapo angekuepo? Fadhili akajibu kwamba inaonekana mheshimiwa na maadui wengi zaidi ya vile ambavyo tunafikiria. Kumbuka wewe ndiye mtu pekee ambaye unaweza kuzuia haya yote Zahiri. Fanya maamuzi sahihi hata kama yataonekana ni kuwaumiza wananchi wako. Basi mkurugenzi alimpiga begani bwana yule, kisha akaondoka kuelekea huko kwenye eneo la tukio ambako mtoto wa rais alitekwa. Sasa ndani ya Tanzania Luxury Hotel. Hoteli ilifungwa bwana. Eneo hilo walijaa polisi na watu wa usalama. Mpaka muda huo hakukuwa na uhakika wa usalama kwa 100%, hususan uwepo wa rais nao uliongeza hali ya sintofahamu hapo. Mkurugenzi alifika haraka hapo na kukuta wahusika wakiwa wanaendelea na uchunguzi, lakini wakati huo rais hakuwa ameruhusiwa kwenda ile sehemu ambayo tukio lilifanyika, na badala yake alikuwa amehifadhiwa kwenye chumba cha mbali na ile sehemu. Hivyo alimtaka mkurugenzi kufika ndani ya chumba hicho haraka sana. Basi mkurugenzi alipofika aliita, mheshimiwa. Mheshimiwa rais akasema kwamba hawa mbwa wako wamenizuia mimi kwenda kule. Nahitaji wote wafukuzwe kazi usiku huu. Mkurugenzi akasema kwamba mkuu, hapo ninatakiwa unifukuze kazi mimi kwa sababu ni utaratibu ambao mimi nimewafunza kuufanya. Kuna mtu anaweza kufanya tukio la hivi akitegemea wewe kuwepo eneo la tukio, na kuwepo kwako kunaweza kufanya mhusika akapata nafasi ya kukushambulia. Fikiria umepata tatizo sasa hivi hapa. Unahisi hawa watakuwa na lipi la kujibu? Basi mkurugenzi aliongea hivyo, hata kama hakuwa tayari kuwapokea yale maelezo, ila ndio ulikuwa ukweli wenyewe. Mheshimiwa rais akasema nipeleke sasa hivi. Mkurugenzi akasema sawa boss. Mkurugenzi akiwa ameongozana na ulinzi wa kutosha, aliongozana na rais mpaka sehemu husika. Ni floor 2 tu ambazo mtoto wa rais alizichukua kwa ajili ya usalama wake. Hivyo walianza kukutana na miili ya walinzi ikiwa imezagama eneo hayo mpaka pale walipoingia ndani ya kile chumba. Damu ilikuwa imetapakaa huku kukiwa na miili ya watu, yani huko kuna watu wawili ambao mmoja, yani mwili wa mtu mmoja ulikuwa ni wa mlinzi wa Kiran ambaye wote walimjua, lakini ule mwingine rais alikuwa anamfahamu husika kwa sababu alikuwa mfanyabiashara mkubwa tu. Sasa mheshimiwa rais akasema ya kwamba unahisi ni nani ana ujasiri wa kuja hapa kumteka mwanangu? Mkurugenzi akajibu ya kwamba kuna mtu yote ambaye hivi karibuni amekutafuta au umekorofishana naye mheshimiwa? Mheshimiwa rais akajibu ya kwamba watu wananiogopa. Unahisi ni nani mwenye ujasiri wa kuja kunitishia hadharani Basi mkurugenzi aliangaza kila sehemu kabla ya kumrudia bosi wake, huku sasa vijana wake wakiwa wanaendelea kuipima ile miili ambayo yote ilitobolewa kwa risasi. Akiwa anaendelea kuhangaika, kwenye kitasa cha mlango ambao ulibomolewa na kuangukia pembeni, aliona karatasi kidogo kikiwa kimepachikwa. Alikivuta kile karatasi, ndipo akatambua ulikuwa ni ujumbe ambao baada ya kusoma alimsogezea rais. Rais akauliza kwamba unamaanisha nini huu ujumbe? Rais aliuliza kwa wasiwasi. Mkurugenzi akasema kwamba huyu ambaye ameondoka na mwanao alikuwa anamtaka akiwa hai, ndio maana akaacha ujumbe ili ujue Kiran yupo kwenye mikono yake. Mheshimiwa rais akasema kwamba kama lengo lake lilikuwa ni hilo, kwa nini aue walinzi wote katili hivi? Mkurugenzi akajibu inamaanisha hakuwa mwenyewe hapa. Rais akauliza unataka kusema? Mkurugenzi akasema kwamba inaonekana huyu ambaye ameondoka na Kiran
sio pekee ambaye alikuwepo hapa kwa ajili ya Kiran, na nadhani kwa muda huu hata kama atakuwa adui yako basi unapaswa kumshukuru, kwani nahisi kuna watu wengine ambao walikuwa wamekuja kumuua Kiran na yeye ndiye amemwokoa. Mheshimiwa Rais alikasirika. Akasema kwamba yani mtu amteke mwanangu alafu useme amemwokoa. Mkurugenzi akasema kwamba kwa mazingira alivyo kuna watu waliandaa mpango wa kumuua mtoto wako. Ndio maana kuna hadi wadunguaji ambao wameua walinzi, lakini wengine wameuawa kwa mkono. Sasa hapa ni kama watu hao walifika mpaka humu ndani, na wakati wanataka kumuua mwanao ndipo huyu mtu wa pili akaibuka na kumsaidia kisha kandoka naye. Mheshimiwa Rais akasema kama alikuja kumsaidia maana yake kungetokea ugomvi, si ndio? Mkurugenzi akajibu ni sahihi. Mheshimiwa Rais akasema kwamba sasa kama kulikuwa kuna ugomvi basi asingeondoka hao wengine wakiwa hai, mbona sioni mili? Mkurugenzi akasema kwamba kwa mazingira alivyo mlinzi wa Kiran ndiye pekee angeweza kupigana, na anaonekana amepigwa risasi wakati anaingia tu ndani. Hivyo ni kwamba hakupigana. Humu ndani kumechakaa kuonyesha kuna watu wamepigana kabla ya kuondoka. Na huenda ndio hao ambao sasa mmoja alitaka kumuua na mwingine alikuwa anamhitaji Kiran akiwa hai. Sasa ni kwa nini hawajauana? Ndilo swali ambalo mpaka sasa tunatakiwa kulipatia ufumbuzi mheshimiwa. Mheshimiwa Rais akasema kwamba unamaanisha mwanangu atakuwa salama? Mkurugenzi akajibu ndio mheshimiwa. Mheshimiwa Rais akasema na hii ina maana gani? Mkurugenzi akasema inamaanisha huyu mtu anakuhitaji wewe. Rais akasema mimi? Mkurugenzi akasema kama asingekuwa anahitaji kutana na wewe Kiran angeuawa hapa hapa, ila kuondoka naye maana yake anamhitaji akiwa mzima, na kama alimhitaji akiwa mzima hesabu zake ni kwako wewe, lazima atakutafuta, na hii ndio itakuwa njia rahisi zaidi ya sisi kumkamata na kujua huyu mtu ni nani na sababu za yeye kufanya haya. Mheshimiwa Rais akasema unataka kuniambia kwa sasa nikae tu kusubiri simu kuita huku nikiwa sijui usalama wa maisha ya mwanangu? Mkurugenzi akajibu kwamba sisi tutafanya kazi yetu, ila muda huu wewe unatakiwa kuwa mtulivu tu, kwa sababu lazima atakupigia simu na haifiki hata kesho utaona simu yake. Rais akasema niliwahi kukuambia tangu siku ya kwanza na kupatia hiyo nafasi Fadhili, kwamba maisha ya mwanangu yana umuhimu mkubwa kushinda hata maisha yangu, ila sidhani kama ulinielewa vizuri kwenye hilo. Kuna vijana ambao wanatakiwa kuadhibiwa kwa uzembe wao mkubwa tu mpaka mwanangu anatekwa kizembe namna hii. Basi Fadhili ambaye ni mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa akajibu kwamba mheshimiwa, nadhani Kiran unamjua vizuri na umewahi kusema tunatakiwa kusikiliza ambacho anakitaka. Mlinzi wake alinipatia taarifa kwamba alimsisitiza wasitoke leo kwani hakuwa na uhakika na usalama wa maeneo husika, ila aligoma, na kwa kuwa ndiye mwenye amri ya mwisho akasikiliza. Lakini ajabu sasa hivi hawa vijana ambao wanayatoa maisha yao kwa ajili yake ndio wanaanza kulaumiwa kwa jambo ambalo amelifanya yeye. Baada ya mkurugenzi kuongea hivyo, rais alibamiza simu yake chini kwenye sakafu. Alifura uso wake, yani alikuwa amekasirika sana. Akatoka humo ndani kwani hakuona sababu ya kuendelea kukaa eneo hilo ambalo lilikuwa linaendelea kumuingiza kwenye hofu kubwa na kumpatia mashaka. Sasa bwana Kiran hakuwa kwenye hali nzuri. Alikuwa analalamika kupata maumivu, hasa baada ya kuzinduka kutoka kwenye usingizi ambao uliufanya mwili wake kuuma kila sehemu. Aliamshwa na maji ya baridi ambayo alimwagiwa mwili mzima huku akiwa amefungwa usoni. Alikutana na baridi kali ambalo alihisi lingeenda kuharibu mwili wake, hivyo yale maumivu makali ambayo alikuwa anayapata ndio alimfanya kuhitaji msaada wakati huo. Ndani ya sehemu hiyo kulikuwepo kuna ukimya sana. Ukimya ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba akaanza kupata mashaka. Kumbukumbu zake zilirejea vyema na moyo wake ukaanza kwenda mbio upya. Hakukumbuka kama alikuwa na baridi tena, bali joto lilianza kutawala mwili wake, huku akiwa hajui kwa wakati huo aliangukia kwenye mikono ya mtu gani. Kile kitambaa ambacho kiliufunika uso wake kilivutwa kwa nguvu, akabaki na uso wake kama ulivyokuwa. Alikutana na sura ambayo kwenye maisha yake yote hakuwahi kufikiria kama angekutana nayo. Ilikuwa ni sura ngeni kabisa, jambo ambalo lilimshangaza zaidi, kwani alitarajia kutekwa na mtu ambaye walikuwa wanafahamiana na akamkosea, ila hakuwa na kumbukumbu ya huyo bwana. Basi Kiran aliambiwa kwamba natambua inakuwa ngumu kupata majibu ya maswali yako mengi kwa kuwa hatujawahi kuonana kabla, wala haujawahi kutambua uwepo wangu hapa duniani, lakini mimi lazima nitambue uwepo wako. Unaona raha ya kuwa mtoto wa rais, kila mtu anakuwa anakufahamu.
Kiran akajibu ya kwamba kama hatujawahi kukutana basi hakuna jambo ambalo limekosea. Sasa kwa nini umeleta hapa? Huyo mtekaji akasema ya kwamba kabla ya kuwa na hofu kuhusu mimi, unatakiwa kuwa na wasiwasi zaidi ya hapa, kwani kuna watu wanaonekana kulipwa pesa nyingi kuondoka na kichwa chako. Kiran akajibu ya kwamba unawafahamu hao watu? Akajibu ya kwamba hawanihusu, hilo ni juu yako na baba yako na sio sababu ya wewe kuwepo hapa. Kiran akasema najua haujali lolote kuhusu maisha yangu, hivyo nataka kujua sababu ya wewe kuniokoa mimi. Huyo mwamba akajibu ya kwamba hivi, mwanzo umesema haujawahi kunikosea eh? Kiran akajibu ndio, kama hatujuani maana yake mimi sijawahi kukosea. Huyo jamaa mtekaji akajibu ya kwamba una uhakika na hilo? Kiran akajibu ndio. Akaambiwa kwamba unajua kwa nini upo hapa? Kiran akajibu mbona unauliza maswala ya kijinga bwana, watu kama wewe ni wengi ambao wanatamani kunipata mimi kwa sababu wanajua watakuwa matajiri. Niambie unataka shilingi ngapi uniache niende nyumbani? Huyo mwamba akajibu ya kwamba unahisi kila kitu ni pesa kwenye dunia, kijana? Kiran akasema huo ndio kweli ndugu yangu. Kila mtu hapa duniani ana bei yake. Mwamba alicheka akasema ndio maana watu wengi wanataka ufe. Sijajua umelelewa kwenye mazingira yapi ukiwa mtoto, ila unaonekana umelelewa kwenye madanguro tu, sehemu ambazo hazina staha wala watu haujui nini maana ya binadamu. Nina uwezo wa kukuua ndani ya sekunde tu ambazo zinakuja, ila sitafanya hivyo kwa sababu maamuzi yako ndio ataamua hatima nzima maisha yako. Asa Kiran anakauliza kwamba unamaanisha nini? Akajibu sio na haraka, tuna muda mrefu sana utanielewa. Nataka kujua ni nani ambaye anataka kukuua. Kiran akasema sasa mimi nitajuaje mtu ambaye anataka kuniua? Huyo mwamba akajibu ya kwamba wewe ndio unaumiza watu na unaishi maisha ambayo unayataka. Unataka kuniambia umewaumiza watu wengi mpaka huwezi kuwakumbuka au kuhisi ni nani anataka wewe ufe? Kiran akajibu ndio, kwa sababu mimi wasijali. Basi mwamba akasema kwamba haujali watu wengine wakiwa wanakufa na kuumia, si ndio? Kiran akasema sasa mimi ni mtoto wa rais, hivyo naweza kufanya lolote tu ambalo nalitaka mimi. Huyo mtekaji akasema wow. Hivyo ndivyo baba yako alivyokuambia, si ndio? Kiran akajibu najua ipo hivyo. Basi mtekaji akasema kwamba kwa bahati mbaya baba yako anatakiwa kufa. Kuna watu ambao hawamtaki yeye kuendelea kuwepo pale. Kwa sasa analindwa na viongozi wa usalama, ila ni swala la muda tu. Hawa watu wameanza kupandikiza watu wao ndani ya mfumo, jambo ambalo litafanya wamfikie mzee wako huenda kabla au siku chache tu baada ya uchaguzi. Kiran akasema wewe ni nani yani mpaka uniambie mambo kama haya? Huyo bwana mtekaji akajibu ya kwamba na hakika unataka kunifahamu mimi? Yule bwana aliuliza bila kusubiri jibu. Alibeba laptop na kuisogeza karibu na uso wa Kiran. Kuna video ambayo ilikuwa inaonesha pale mtu akiwa anafanya mauaji kwa wanadamu wenzake. Kiran hakuwa anaamini hilo jambo. Kiran akasema ya kwamba vipi, mbona unaonyesha video za tamthilia kwamba ni ndizo zinanitisha kuhusu wewe ama? Mtekaji akamjibu Kiran ya kwamba ushauri wangu na angalia hii video mpaka mwisho. Huenda utaihitaji na inaweza kukusaidia. Basi Kiran hakuwa na namna zaidi ya kuhakikisha anamalizia ile video ya yule mhusika akiwa anaua watu 7 kwa muda mfupi. Alianza kutetemeka wakati ile video ya yule bwana ambaye alijifunika usoni ilipokuwa inamalizika, kwani yule muuaji alivua kitambaa chake usoni, na baada ya kuvua kile kitambaa chake, Kiran aligundua yule muuaji ndiye yule bwana ambaye alikuwa yupo naye ndani kwa wakati huo. Mtekaji akamwambia kwamba vipi, bado unaona kama nakuigizia maisha, si ndio? Kiran akasema tafadhali, nipo tayari kufanya unachokitaka, naomba usinioe. Mtekaji akajibu ya kwamba una uhakika na maneno yako? Kiran akajibu ndio. Mtekaji akasema lakini mimi sina imani kama baba yako atakubaliana na yale ambayo wewe unayaahidi hapa. Kiran akajibu nitamshawishi kufanya hivyo, tafadhali sana. Basi mtekaji akasema kwamba kuhusu baba yako hata usipoteze nguvu zako kumshawishi, utaongea naye mwenyewe tu. Basi Kiran alikuwa na meza mate akiwa anaangalia kila kona kusubiri kama kuna muujiza ungeweza kutokea, lakini haikuwa hivyo. Yule mtekaji akasema kwamba miaka 2 nyuma unakumbuka na jambo gani kubwa ambalo uliliahidi kwa mtu? Kiran akajibu sikumbuki. Mtekaji akasema kwamba hakuna mtu ambaye ulimwahidi ahadi ya maisha yako? Kiran akajibu unaongelea nini? Mtekaji akasema unajua huyo mtu ambaye ulimpa ahadi hiyo ya uongo ndiye ameokoa maisha yako. Kiran akasema nilidhani wewe ndiye ulikuja kuniokoa pale. Mtekaji akasema ni kweli mimi ndiye nilikuja, lakini halikuwa wazo langu. Yaani halikuwa wazo langu wewe endelee kuwa hai.
Mimi nilipanga kukuua kikatili. Mpaka hata baba yako asiwe na ujasiri wa kuja kuona mwili wako. Nilitaka aishi maisha ya kuwezeka, lakini huyu mtu ambaye wewe ulimfanyia ukatili ndiye amehitaji wewe hai. Ni jambo ambalo limenishangaza, lakini nimemuelewa. Mwanaume yule aligusa kwenye laptop yake. Ikatokea picha kubwa ya mwanamke mrembo sana. Aligeuza ile picha kwa Kiran. Ni picha ambayo alitazama kwa sekunde 2 tu, ikamshtua kiasi cha kumfanya hitaji kukimbia ile sehemu, lakini hakuweza. Tukutane sehemu ya 3 msikilizaji, kuweza kufahamu kipi ambacho kitaendelea. Je, hii picha ni ya nani? Na huyu Kiran ni nani ambaye alimwaahidi ahadi ya maisha miaka 2 nyuma? Mtayarishaji ni Fabian Babuya, nami niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. Tukutane sehemu ya 3 kufahamu yatakayoendelea, na hasa je, Mheshimiwa Rais atampata mtoto wake, na kama asipompata usalama wake utakuwa vipi? Oya, hii moto ni weka mbali na watoto. God be with you till we meet again. Bye bye.